Habari kubwa ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye uga wa kimichezo ni penyenyeza hapa na pale kuhusiana na usajili wa dirisha kubwa kuelekea kwenye msimu ujao wa mwaka 2026-27 ambapo kwa upande wa moja kati ya kiungo ambaye amekupita kwenye ardhi ya Tanzania akafanya makubwa mwisho wa siku akatimkia pale Morocco, lakini Morocco mambo yakaenda tofauti na hatimaye kwa hivi sasa yuko pale Libya. Huyu si mwingine ni Master Key. Aziz Ki ni mchezaji ambaye alikipiga vizuri kwenye ardhi ya Tanzania akiwa na wananchi Young Africans. Story kubwa wiki hii ni kuhusiana na mwamba Aziz Ki. Hahitaji tena kuendelea kukipiga pale Libya. Hana amani. Aziz Ki hataki kusikia wakati akiwa yuko uwanjani asikie kishindo nje ya uwanja, bali anataka utulivu na amani, awe anacheza pia kwa furaha. Aziz Ki anavutiwa sana kurudi kwenye ardhi ya Tanzania kuja kukipiga ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini kama yoitoshi, penyenye nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea, vipo vilabu vingi ambavyo vimeonyesha nia kumhitaji Master Key ambavyo vipo kwenye ardhi ya Tanzania. Matajiri wa jiji Azam FC kwa upande wa kocha wao Florent Ibenge, moja kati ya kocha ambaye mwenye CV kubwa kabisa barani Afrika, kocha ambaye ana ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika akiwa na kikosi cha RSB Berkane ya pale Morocco. Amejijengea ufalme mkubwa sana. Kumbuka aliwahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya DRC Congo akiwa nao kwa muda mrefu na akifanya vizuri kwenye kikosi hicho. Sasa kocha huyu anavutiwa na huduma ya Aziz Ki, anamhitaji Aziz Ki ndani ya kikosi cha Azam FC. Je, viongozi wa Azam FC wanaweza kufanya jitihada kuhakikisha kwamba huyu kiungo fundi anatua kwenye kikosi cha Azam FC ama la? Lakini wananchi Young Africans na wenyewe pia wako wanapambana kuhakikisha kwamba Aziz Ki anarejea kwenye kikosi chao. Huku ikiwa ni kwa upande wa Aziz Ki yuko tayari muda wowote. Ugumu uko kati ya Young Africans pamoja na klabu ambayo inamiliki Aziz Ki ili kuweza kuvunja mkataba na mwisho wa siku Aziz Ki aweze kurejea kwenye ardhi ya Tanzania. Lakini pia napenyezewa kwamba wekundu wa Msimbazi Simba na wenyewe pia wako mbali, nao pia wanavutiwa na saini ya Aziz Ki. Mwisho wa siku mambo yatakuwaje? Ni moja kati ya penyenye ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye uga wa kimichezo zaidi, na ni story kubwa kwenye masuala ya kimichezo kwa wiki hii. Lakini pia penyenye nyingine ambao tunaweza tukakupenyezea hapa ni kuhusiana na Shomari Kapombe, Baba Esther, beki wa pembeni, beki nambari 2, beki wa kupanda na kushuka, ambaye anakipiga pale mitaa ya Msimbazi na amehudumu hapo kwa muda mrefu kabisa akitokea kwenye kikosi cha Azam FC. Toka amejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba amekuwa kwenye kiwango bora, amekuwa akisaidia timu hiyo kwenye michuano ya kimataifa. Sasa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba kuelekea kwenye msimu wa mwaka 2026-27 Shomari Kapombe umri wake umefikia ukomo kuendelea kusalia kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kumbuka Baba Esther ana umri wa miaka 34 mpaka hivi sasa. Sasa penyenye ambazo niko nazo ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kuachana naye, lakini ipo klabu ambayo inaonyesha nia ya kumhitaji mwamba Shomari Kapombe, Baba Esther. Wanaamini kwamba wakimpata mchezaji huyu basi atawasaidia kwenye michuano ya CAF msimu wa mwaka 2026-27. Je, ni klabu gani hiyo? Ni klabu ya hapa kwenye ardhi ya Tanzania ambayo imekuwa ikimaliza top 4 na msimu anaonekana pia kwenda kumaliza top 4 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hawa ni matajiri wa Alizeti Singida Black Star. Wanavutiwa na Shomari Kapombe, Baba Esther, na mazungumzo yanaonekana kwenda vizuri mpaka hivi sasa. Je, ili dili litatimia ama la? Lakini kwa upande wa Singida Black Star tayari wametenga bajeti ya kusaini kwa Shomari Kapombe milioni 200. Je, Shomari Kapombe atashawishika na kitita cha fedha na hatimaye kwenda kwenye kikosi cha Singida Black Star ama vipi? Lakini kwa upande wa Singida wako tayari kutoa milioni 200
wako tayari kumtumia Shomari Kapombe kwenye michuano ya kimataifa kwenye msimu wa mwaka 2026-27. Kwa hiyo ni moja kati ya penyenye ambayo imekuwa gumzo haswa, na nikwambie kwamba kwenye masuala ya sajili story ni nyingi na mambo yameonekana kuwa ni mengi sana. Wiki hii vilabu vimekuwa vikihangaika kuhakikisha kwamba vinapata wachezaji ambao ni bora, wachezaji ambao ni uwezo pia wa kuvisaidia hivi vilabu. Sasa kwa upande wa Young Africans wamekuwa busy, lakini pia kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba na wamekuwa wako busy kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji wazuri ili waweze kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kumbuka weekend iliyopita tuliweza kushuhudia Simba wakihusishwa na Bakari Msimu, ambapo ni moja kati ya mchezaji ambaye ana umri wa miaka 18 ambaye yuko pale kwa Agosi wa Kaya, na dili lilionekana limekwenda vizuri na Simba wamemaliza kibingwa zaidi, na mwamba Bakari Msimu atakipiga ndani ya Wekundu wa Msimbazi. Huyu ni moja kati ya mchezaji wa kizao ambaye ana kiwango bora haswa, atakipiga mitaa ya Msimbazi msimu wa mwaka 2026-27 kutokana na namna ambavyo penyenye zinavyozungumza. Lakini dili lingine ambalo limekaa vizuri ni pale mitaa ya Jangwani kwa upande wa wananchi Young Africans. Wanaonekana wamekamilisha dili la usajili mshambuliaji namba 9 hatari kweli kweli wa kikosi cha polisi ya Kenya na timu ya taifa ya Burkina Faso. Mwamba anaitwa Yves Kotiama, ana umri wa miaka 27, na mwamba penyenye ambazo zipo ni kwamba amesinya miaka 2 pale mitaa ya Jangwani. Amesaini mkataba wa miaka 2. Nyota huyo pia alijiunga na polisi mwezi Januari mwaka huu, akifanikiwa kuweza kufunga mabao takribani 10 pale kwenye ligi kuu ya nchini Kenya. Sasa kwa upande wa nchi Young Africans hapa tunasubiri kuweza kuona wakimtambulisha huyu striker ambaye anaonekana ni moja kati ya striker ambaye ni bora kweli kweli, na akitoa kwenye ardhi ya Tanzania basi tutasubiri kuweza kuona. Lakini pia story nyingine ambayo tuko nayo hapo mitaa Jangwani kwenye masuala ya penyenye ni kuhusiana na yule beki wa pembeni, beki wa kupanda na kushuka, beki nambari 2 Isra Patrick Mwenda, yule beki ambaye anawakimbiaga mabeki wenzake ambao akiona wamemzidi kiwango na kumweka bench, basi ye mara nyingi amekuwa akitafuta malisho sehemu nyingine. Israel Patrick Mwenda, kijana mwenye umri wa miaka 26, penyenye ambazo zinaendelea ni kwamba amefikia mwisho kuendelea kukipiga pale mitaa ya Jangwani, na penyenye zinaeleza kwamba mchezaji huyu msimu wa mwaka 2026-27 atajiunga na Walima Alizeti Singida Black Star. Je, ili dili litatimia ama mambo yatakuwa ni tofauti kabisa? Lakini kila kitu kimekaa vizuri kati ya Singida Black Star pamoja na Israeli Patrick Mwenda, na ni mara baada ya yeye mwenyewe kuona kwamba hana haja kuendelea kusalia kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Alikuwa na msimu bora sana kabla ya Okwasi kupona majeraha ambayo alikuwa na msimu, alikuwa anapata nafasi, lakini baada ya Okwasi majeraha yake kidogo imeonekana kuwa ni changamoto. Sasa tusubiri kuweza kuona je, atavaa uzi wa Singida Black Star Alizeti ama mambo yatakuwa ni tofauti kabisa. Kwenye masuala ya penyenye za sajili mambo yako namna hiyo. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea kuenjoy na weekend.